Kuna njia kubwa 4 za kutengeneza pesa kwenye maisha, lakini katika njia hizo 4 kuna njia 2 tu ndo zinaweza zikakufanya kuwa tajiri. Yaani watu wote matajiri duniani na hata hapa Tanzania wamekuwa matajiri kwa njia 2. Kwa nisikilize kwa makini. Njia kwanza ya kutengeneza pesa ni kupitia ajira. Unauza muda na ujuzi wako kwa mwajiri ili kupata pesa. Changamoto ya njia hii ni kwamba ukiacha kufanya kazi na pesa inaacha kuingia. Kwa si njia ambayo ninakushauri kama unataka kufikia uhuru wa kifedha na kufanikiwa kifedha. Huwezi kuwa tajiri kwa kutegemea ajira au kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Njia ya pili ya kutengeneza pesa ni kupitia kujiajiri. Hapa unauza muda na ujuzi wako kwa ajili yako mwenyewe. Hawa ndo wale ambao watu kwenye jamii tunawaona kama wafanyabiashara. Ni mtu ambaye amejiajiri, ana duka la mangi, mwingine ana duka la nguo, mwingine ana duka la simu. Ni watu ambao hawawezi kutoka kwa miezi 6 na pesa ikaacha kuingia. Ni watu ambao wanahitaji kuisimamia biashara yao ili pesa iweze kuingia. Na hii ni njia ambayo huwezi ukawa tajiri mkubwa duniani. Na njia ya tatu ya kutengeneza pesa ni kuwa business owner au mmiliki wa biashara. Hawa ni wale watu ambao wanamiliki mifumo ambayo inawaingizia pesa hata bila kuhitaji uwepo wao. Ni watu ambao wanaweza wakatoka kwenye biashara yao hata kwa miezi 6 na bado pesa ikaendelea kuingia vile vile. Utofauti wa watu waliojiajiri na wafanyabiashara ni kwamba waliojiajiri wanategemea biashara yao na biashara yao inawategemea wao, na wanaomiliki biashara ni watu ambao biashara inategemea mfumo, haimtegemei mmiliki wa biashara. So kama unahitaji kujenga utajiri, unahitaji kuwa kwenye hili kundi la 3 la wamiliki wa biashara, wanaomiliki mifumo ya biashara. Na njia 4 ya kutengeneza pesa ndio ambao njia nataka tuizungumzie katika siku ya leo, ni kupitia kuwa mwekezaji. Unatengeneza pesa hata ukiwa umelala. Warren Buffett, mmoja wa watu matajiri 10 zaidi duniani, aliwahi kusema, kama hautatengeneza pesa ukiwa umelala, itakubidi ufanye kazi mpaka unakufa. So, katika siku ya leo nataka tujifunze jinsi ya kutengeneza pesa na utajiri kupitia soko la hisa. Ni kwa namna gani unaweza ukatengeneza pesa hata ukiwa umelala. Ni ukweli kwamba kuendesha biashara ni kazi sana, na si watu wote ambao wanaweza wakaanzisha na wakakuza biashara. Vipi nikikwambia kwamba unaweza ukamiliki biashara kubwa ambazo tayari zina wateja wengi, ambazo tayari zina wafanyakazi bora, CEO bora. Wewe kazi yako tu ni kwamba ni kutafuta kampuni ambayo inafanya vizuri sokoni, yenye wateja wengi, na unawekeza sehemu ya pesa zako kwenye hiyo kampuni, na hiyo kampuni inagawana faida na wewe. Ikipata faida ya bilioni 100 inakugaia na wewe sehemu ya faida. Nataka tuzungumzie leo uwekezaji kwenye hisa, jinsi ya kutengeneza utajiri kupitia soko la hisa. Karibu sana bwana. Kama ndio kwa mara ya kwanza unaniona au unanifuatilia, mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani Certified Financial Educator. Nimeandika vitabu 4 ikiwemo Kanuni 20 za Fedha, Akili ya Fedha, Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara na vinginevyo. Usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Karibu sana bwana. Kama nilivyokuambia bwana, katika siku leo ninaenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza utajiri kupitia soko la hisa. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, kama haujajifunza kutengeneza pesa ukiwa umelala, itakubidi ufanye kazi mpaka unazeeka. Itakubidi ufanye kazi mpaka ukiwa na miaka 80. Kwa kuna namna na wewe unaweza kutengeneza pesa hata ukiwa umelala, pesa zinaendelea kuingia. Unawekeza katika kampuni zinazofanya vizuri sokoni, kampuni kama NMB, CRDB na kampuni nyinginezo. So leo tutajifunza njia kubwa 2 za kutengeneza utajiri kupitia soko la hisa. Labda kwa lugha rahisi kabisa, kama pengine wewe unasikia hisa kwa mara ya kwanza. Hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Unaposikia mtu anamiliki hisa za kampuni fulani, ina maana na yeye ana umiliki katika hiyo kampuni. Hivyo kampuni ikipata faida na yeye anapata faida, kampuni ikipata hasara na yeye pia anapata hasara. Kwa mfano, nitatolea mifano kampuni ya NMB na CRDB. Sijatoa ushauri wa moja kwa moja wa kwenda kuwekeza katika kampuni hizi, kwa sababu inawezekana wakati unatazama video hii hizo kampuni zikawa zifanye vizuri. Hivyo chochote nitakachokiongea, kabla hujaenda kuwekeza pesa zako kwenye kampuni yoyote ile iliyoorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam, fanya utafiti wa kutosha na omba ushauri kutoka kwa wataalamu husika. So tutatolea mifano zaidi kampuni ya NMB na CRDB. Kwa hiyo ukisikia mtu ana hisa za NMB au CRDB, ina maana na yeye ana sehemu ya umiliki wa kampuni hizo. Kwa hiyo na yeye atapata faida au hasara kutegemeana na performance ya hizo kampuni. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Sisi tunaelewana? Sasa hisa, ili ununue umiliki wa hizi kampuni, kuna sehemu ambako unaweza kununua. Taasisi inayokusaidia kununua hizi kampuni inaitwa soko la hisa la Dar es Salaam. Soko la hisa ni kama masoko mengine, kama ambavyo kuna sehemu ukienda unakuta wauzaji wengi wa kompyuta.
Kariakoo. Kama kuna sehemu ambazo ukienda unakuta maduka mengi ya hardware, vifaa vya ujenzi. Kuna sehemu ukienda unakuta wauzaji wengi wa mboga hizi, soko la jioni, tuna masoko kama ya jioni, si ndio? Ndivyo ilivyo hata kwenye ukitaka kununua umiliki wa makampuni fulani, kuna sehemu ambako unaweza kununua, ndio inaitwa soko la hisa la Dar es Salaam. Na ndani ya soko la hisa la Dar es Salaam kuna makampuni mengi. Kuna NMB, kuna CRDB, kuna Vodacom, kuna TCC, kuna TBL, kuna Nicol, kuna kampuni zingine Swissport, kuna kampuni kama Maendeleo Benki, kuna kampuni, ziko kampuni nyingi. Kwa hiyo unaweza kuangalia unataka kuwekeza kwenye kampuni gani na kwa sababu zipi. Sisi tunaelewana Kwa hiyo soko la hisa ni sehemu ambako watu hukutana, wanaotaka kununua hisa na wanaotaka kuuza hisa. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Sasa anayewasaidia watu kununua na kuuza hisa, hizo ni kampuni zinaitwa madalali wa soko la hisa. Sisi tunaelewana mpaka hapo Kwa hiyo kuna kampuni ambazo zinawasaidia watu kununua na kuuza hisa, ambazo hizo tunaita madalali wa soko la hisa. Nikisema madalali usiogope ukafikiri labda ni watu fulani ambao wamekaa kama wale madalali wa nyumba nini. Hapana, hizi ni kampuni ambazo zimethibitishwa kabisa na mamlaka kuwasaidia watu kununua na kuuza hisa. Katika soko la hisa kuna kampuni 28 kwa sasa hivi na wapo madalali wa kutosha. Madalali kuna Vertex, kuna Solomon Stock Brokers, kuna Orbit Security. Zipo kampuni nyingi. Kuna Tanzanian Security Limited, kuna Core Securities, kuna kampuni kama Vertex, Zan Security. Zipo kampuni nyingi. Kwa hiyo unaweza kutumia kampuni yoyote ile kutaka kununua au kuuza hisa. Hii kampuni kazi yake ni kukushauri sehemu gani ya kununua hisa, na ni kazi nyingine hii kampuni ni kukusaidia kukutafutia watu wanaotaka kuuza hisa. Kwa hiyo ili ununue hisa lazima uongee na dalali, dalali anakutafutia watu wanaotaka kuuza hisa, then ndio anakusaidia katika huo mchakato. Sisi tumeelewana mpaka hapo So hapo nimekueleza nini maana ya hisa, nimekueleza taasisi inayoitwa Dar es Salaam Stock Exchange au DSE, ambayo ndo kazi yake hiyo taasisi ni kukusaidia wewe kununua au kuuza hisa zako, lakini katikati hapa unaunganishwa na mtu anaitwa dalali au makampuni haya ambayo yanakusaidia kuuza au kununua hisa. Sisi tunaelewana mpaka hapo Sasa moja kwa moja nije kwenye kiini kikubwa cha somo hili. Jinsi ya kutengeneza utajiri kwenye hisa. Kuna njia kubwa mbili za kutengeneza utajiri kwenye hisa. So, kama nilivyokuambia, kuna njia kubwa mbili za kutengeneza utajiri kwenye soko la hisa. Yaani watu wanakuwa matajiri kwenye soko la hisa kwa njia hizi mbili nitakazo kwenda kukuambia. Njia ya kwanza ni capital gain au capital appreciation. Kupanda kwa bei ya hisa. Yaani ulinunua hisa ikiwa 100, sasa hivi 1000. Kwa kama uliwekeza milioni 1 una milioni 100. Nitakupa mifano harisi kabisa. Kwa hiyo hii ndio njia ya kwanza ambayo unatengeneza pesa kupitia kupanda kwa bei ya hisa au capital gain au capital appreciation. Nikupe mfano harisi kabisa. Uone niko na magani watu wanatengeneza pesa nyingi sana kwenye hisa. Hisa moja ya CRDB mwaka 2020 ilikuwa ni 145, shilingi 145. Hisa moja ya CRDB mwaka 2020. Sasa ninavyoongea na wewe kwa sasa hivi, hisa moja ya CRDB ni shilingi 2770. Sio, tunaelewana? Hisa imetoka kwenye 145 mwaka 2020, sasa hivi imekuwa 2770. Sasa twende tuangalie aliyeweka milioni 1 kwenye CRDB mwaka 2020 leo ana shilingi ngapi? Aliyeweka milioni 10 mwaka 2020 hela zake zimekuwa kwa kiasi gani? Tuanze na huyu aliyeweka milioni 1. Aliyenunua hisa za milioni 1 za CRDB mwaka 2020 sasa hivi ana milioni 19 na laki moja. Aliyenunua hisa za milioni 10 za CRDB mwaka 2020 leo hii ana milioni 191. Sio kama unanielewa ndugu yangu? Mbona ni pesa nyingi kiasi gani hizi? Yaani aliyenunua hisa za CRDB za milioni 1 mwaka 2020 leo ana milioni 19 na laki moja. Aliyenunua hisa za CRDB za milioni 10 mwaka 2020 leo ninavyoongea na wewe mwezi huu wa 3 mwaka 2026 ana milioni 191. Aliyenunua hisa za CRDB za milioni 100 mwaka 2020 leo hii ana bilioni 1 na milioni 900. Hizo ni pesa nyingi sana. Ni ukweli kwamba si kila mtu anaweza kama mfanya biashara. Kuna watu mmeajiriwa, mmebanwa na muda wa mwajiri, lakini unaweza ukaamua kununua hisa kila mwezi angalau za laki moja tu. Unanunua hisa za labda mfano za CRDB au NMB au kampuni nyingine yoyote. Kwa sababu unaponunua hisa za kampuni fulani unanunua sehemu ya biashara. Ni kama mimi nianzishe biashara, nianzishe biashara chakula, nikakwambia na wewe ulete mtaji. Ukileta huo mtaji tunakuwa tunagawana faida. Ndivyo ilivyo kwenye soko la hisa na kununua hisa za kampuni fulani. Utofauti tu ni kwamba kwenye soko la hisa unanunua hisa za kampuni ambazo zina wateja wengi zaidi, zinafanya vizuri zaidi sokoni. Mfano, kwa sasa hivi ninavyoongea na wewe, CRDB ndio kampuni yenye mtaji mkubwa zaidi kwenye soko la hisa la Dar es Salaam.
lakini NMB ndo kampuni yenye faida nzuri zaidi, inayotengeneza faida kubwa zaidi, ndo kampuni ambayo ina profit kubwa zaidi. Sio, tunaelewana eh? So unapotafuta kampuni ya kuwekeza, tafuta kampuni ambayo kwanza ina wateja wengi sokoni. Unapozungumzia kwenye financial sector na banking sector, benki zinazoongoza kwa wateja, ya kwanza NMB, inafuata CRDB. Ndio maana NMB inaongoza kwa faida, inafuata CRDB. Lakini CRDB ndio inaongoza kwa mtaji. Kwa unapotafuta kampuni za kuwekeza, nenda kawekeze kwenye market leaders wa sekta husika. Kama ni sekta ya uzalishaji, manufacturing, tafuta wanaoongoza kwa wateja. Kama ni sekta ya vinywaji, tafuta wanaoongoza kwa wateja. Ni sekta ya mtandao, tafuta wanaoongoza kwa wateja, mtandao ya simu. Ni sekta ya benki, tafuta wanaoongoza kwa wateja, kwa sababu wanaoongoza kwa wateja ndio wanaoongoza kwa faida. Wanaoongoza kwa faida ndio watakao kupa wewe faida nzuri, watakugaia ile faida. Kwa njia ya kwanza ya kutengeneza utajiri kwenye hisa ni capital gain au capital appreciation, kupanda kwa bei ya hisa. Yaani wewe ulinunua bei ya hisa ikiwa shilingi fulani, imepanda imekuwa kiasi fulani. Kwa kama ulikuwa na milioni moja imepanda. Tumetolea mifano mizuri kwa CRDB. Aliyeweka 2020 milioni moja ana milioni 19 leo. Aliyeweka milioni 10 2020 leo ana milioni 191. Huo ni mfano wa CRDB. Let's talk about NMB. Nimekupa mfano wa CRDB, tuizungumzie NMB. Kwenye NMB mwaka 2025, mwaka jana tu, hisa ya NMB ilikuwa shilingi 5700. Mwaka jana mwezi Februari hisa ya NMB moja ilikuwa 5700. Leo ninavyozungumza na wewe, leo tarehe ya leo, mwezi huu wa 3, hisa moja ya NMB ni 14800, imepanda kwa 160% ndani ya mwaka mmoja. Hii ina maana gani? Aliyeweka milioni moja mwaka jana kwenye NMB sasa hivi ana milioni 2.6. Aliyewekeza milioni 10 kwenye NMB mwaka jana ndani ya mwaka mmoja sasa hivi ana milioni 25.9. Milioni 10 tu, kutoka milioni 10 ndani ya mwaka mmoja mpaka imekuwa milioni 25.9. Aliyeweka milioni 100 mwaka jana NMB leo hii ana milioni 259.6. Unaona namna ambavyo watu watengeneza pesa nyingi. Unachohitajika tu ni kuchagua kampuni sahihi ya kuwekeza. Ndio maana tunasema kabla hujiwekeza, fanya utafiti wa kutosha. Uwezi kufanya utafiti, watafute wataalamu wa kushauri uwekeza kwa niaba yako. Hata kama utahitajika kuwapa pesa, intelligent investor ni investor anayewekeza, anapeleleza kabla hajawekeza. Ndizo kanuni anazozitumia Warren Buffett na matajiri wengine duniani. Na uelewe kwamba 90% ya mabilionea wamepata ubilionea wao kupitia hisa, aidha kwa kuuza hisa za makampuni zao au kwa kununua hisa za makampuni yanayofanya vizuri sokoni. So you have two options linapokuja swala la kujenga utajiri: uuze hisa za kampuni yako kwa watu au ununue hisa za kampuni zinazofanya vizuri sokoni. So leo tunazungumzia kununua hisa za kampuni zinazofanya vizuri sokoni. Zipo kampuni nyingi sokoni, chagua kampuni ya kuwekeza kulingana na vision ulionayo. Kwa nimekupa mfano hapo, nitakurejesha awali. Aliyewekeza CRDB mwaka 2020, aliyeweka milioni moja ana milioni 19 leo. Aliyeweka milioni 10 ana milioni 190 leo. Ndani ya miaka mitano, miaka 6. Aliyeweka milioni 100 mwaka 2020, ndani ya miaka mitano leo ana bilioni 1 na milioni 900. Yaani unaweza ukafikiri hizi ni hesabu za uongo, lakini ni data za kweli. Nimekupa mfano, aliyeweka CRDB mwaka 2020 milioni 10 leo ana milioni 190 kutoka milioni 10 ndani ya miaka mitano. Kuna watu wameanzisha biashara mwaka 2020, ilikufa mwaka 2022, ilikufa mwaka 2023, ndani ya miaka mitatu. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na discipline ya pesa, hawakuwa na discipline ya pesa, discipline ya muda, hawakuwa na knowledge ya customer care, hawakuwa na knowledge ya marketing na sales. Sasa kinyume chake, tofauti wake ni kwamba unapowekeza kwenye kampuni kubwa ina wataalamu wa kutosha, wataalamu wa fedha, wataalamu wa masoko na mauzo, kutafuta wateja, wataalamu wa kuhudumia wateja, kutafuta wateja wapo tayari. Kwa hiyo wewe unachofanya, unawekeza kwenye kampuni inayofanya vizuri na ile kampuni inakugaia sehemu ya faida katika namna hiyo. Hiyo ni njia ya kwanza kutengeneza utajiri kwenye soko la hisa, ambayo ilikuwa ni capital gain, capital appreciation. Unanunua hisa kwa bei ndogo, inapopanda kwa bei kubwa unauza. Tuje kwenye njia ya pili ya kutengeneza pesa kwenye soko la hisa. Njia ya pili ya kutengeneza utajiri kwenye soko la hisa ni kupitia gawio au dividends. Hii ni njia muhimu sana. Kuna maana gani ya kuwekeza kwenye kampuni ambayo haitoi gawio? Na uelewe kwamba si kila kampuni inatoa gawio, na kampuni hazilazimishi kutoa gawio. Gawio ni nini? Gawio ni pale ambapo kampuni inapata faida, inakugaia sehemu ya faida yake. Kampuni inaweza ikawa imepata faida ya bilioni 100 kwenye mwaka. Sasa kwenye ile bilioni 100 inaamua labda kutenga bilioni 40
kama gawio, inawagaia wale wawekezaji wake. So hiyo ndio njia ya pili ya kutengeneza pesa kupitia soko la hisa. Sasa nikupe mfano halisi. Gawio la mara ya mwisho la NMB ilikuwa ni shilingi 428.85 kwa kila hisa moja. Gawio linatoa lewa kwa kila hisa moja. Kwa naomba tufanye hesabu. Kwa kila hisa moja, gawio la NMB mwaka jana, gawio la mwisho lilikuwa ni 428.85. Kwa hiyo mwenye hisa 100 za NMB mwaka huu wa mwisho alipata gawio la shilingi 42,885. Mwenye hisa 1000 za NMB alipata gawio la 428,028. Hisa 1000 ni hela ndogo sana mpendwa. Hisa 1000 za NMB. Sisi tunaelewana eh? Mwenye hisa 10,000 za NMB gawio la mwisho alipata 4,288,000. Na mwenye hisa 100,000 za NMB alipata gawio la shilingi 442,800,000. Sisi tumeelewana hapo? Kwa hiyo ni kwamba kwenye gawio ni kwamba kampuni ikipata faida inawagaia wawekezaji wake sehemu ya ile faida. Na faida na gawio linatolewa kwa kila hisa moja. Kwa hiyo kama una hisa 10 kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, sheria ni kumiliki kuanzia hisa 10. Na sio kuwekeza kwenye hisa jamani, sio gharama. Nimewatajia kwa sasa hivi hisa moja ya NMB ni shilingi 14,800. Unahitaji hisa 10 tu kuanza kuwekeza kwenye NMB. 14,800 mara 10 ni shilingi ngapi? 100,000 ni 40,000, si ndio eh? Kama kitu kama 140,000 hivi. Kwa hiyo ni hela ndogo ambayo kila mtu anaiweza. Nani ambaye anakosa laki? 14,800 mara 10, 1,148,000. Unahitaji 1,148,000 kuwekeza kwenye moja ya kampuni zinazofanya vizuri zaidi kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kwa sasa hivi. 1,148,000 tunaanza kuwekeza kwenye NMB. Unahitaji shilingi ngapi kwa CRDB? Hisa moja ya CRDB sasa hivi ninavyoongea nayo ni 2,770. 2,770 mara 10. Sheria ni unahitaji kuanzia hisa 10 tunaanza kuwekeza. Ambogezia mara 10 unahitaji 27,700 kuanza kuwekeza kwenye kampuni ya CRDB. Moja ya kampuni kubwa zaidi kwa Tanzania yenye mtaji mkubwa. Ndio kampuni yenye mtaji mkubwa. 27,000 kwa shilingi ngapi? Kwa 1,148,000. Unaanza kuwekeza kwenye kampuni ambazo zimeorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Na kuna kampuni hisa zake ni ndogo zaidi. Sisi tunaelewana. Hizi nimetolea tu mfano. Nimekwambia hii ni mifano natolea. Sijakupa ushauri wa moja kwa moja uende ukawekeze sehemu fulani. Unahitaji kumtafuta mtaalamu wa kushauri zaidi kwa ukaribu. Sisi tumeelewana. So kwa kila hisa moja NMB mara ya mwisho imetoa gawio la shilingi 425. Kwa mwenye hisa 1000 alipata gawio la 428. Mwenye hisa 10,000 alipata gawio la 4,200,000. So hiyo ni njia ya pili. Tuje kwenye mfano wa CRDB. CRDB gawio la mwisho lilikuwa ni shilingi 65 kwa kila hisa moja. Hii ina maana kwamba mwenye hisa 1000 alipata gawio la shilingi 65,000. Mwenye hisa 10,000 za CRDB alipata gawio la shilingi 650,000 na mwenye hisa za CRDB 100,000 gawio la mwisho alilolipata lilikuwa ni 6,500,000. Kwa ukiacha ile faida ya mwanzo ya capital gain au kupanda kwa bei ya hisa, faida nyingine ya hisa ni kufanya nini? Ni kupitia gawio. Sisi tumeelewa. Na zipo kampuni ambazo zinatoa gawio zaidi ya hili. Mfano, hisa gawio la mwisho la TBL ilikuwa 1,259. Gawio la mwaka 2024 mpaka 25 ilikuwa 1,259. Na kampuni nyingine iliyofanya vizuri kwenye gawio ilikuwa ni TCC ambayo ni 850 gawio lake. Hiyo TBL ambayo ni kampuni ya bia ni 1,250. TCC kampuni ya Tanzania Cigarette Company ilikuwa 860. Kulikuwa na Trigger Cement gawio lao lilikuwa ni 600 kwa kila hisa moja. Nicole ilikuwa 70 kwa kila hisa moja. Vodacom ilikuwa ni shilingi 20 kwa kila hisa moja. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Kwa hiyo nimesha kuelekeza njia mbili za kutengeneza utajiri kupitia soko la hisa. Njia kwanza nimekwambia capital gain au capital appreciation. Unanunua hisa kwa bei ndogo, inapopanda na wewe unapata faida. Ulinunua hisa shilingi 500 imepanda imekuwa 1,000, uliwekeza milioni 1 inakuwa milioni 2, aliyewekeza bilioni 1 inakuwa ni bilioni 2. Sasa nikwambie zipo faida nyingine za kuwekeza kwenye hisa. Nimekupa leo faida 2, lakini katika video inayofuata make sure una subscribe ili upate taarifa ninapoweka somo linalofuata. Nitaelekeza faida za kuwekeza kwenye hisa. Zipo faida nyingi. Unaweza ukaombea mkopo kupitia hisa, ukaweka kama dhamana collateral, na kuna faida nyinginezo za kumiliki hisa. Lakini leo nilikuwa nakueleza hizo njia mbili, capital gain na dividend. Na kitu kizuri kwenye hisa ni kwamba uhitaji pesa nyingi za kuanza nazo kuwekeza kwenye hisa. Kama ambavyo nimekupigia hesabu, kwa sasa hivi unahitaji 27,700 kuanza kuwekeza kwenye kampuni kama CRDB, unahitaji
1,148,000 kuanza kuwekeza kwenye NMB. Hizi ni moja ya kampuni ambazo zinafanya vizuri kwa wakati huu. Inawezekana unatazama video hii miaka 5-7 mbele. Kwa kabla hujaenda kuwekeza moja kwa moja kwenda front kununua hisa za kampuni fulani, wasiana na wataalamu wakwambie ni kampuni gani ya kuwekeza. Angalizo, hisa ina uwezo wa kutengenezea utajiri mkubwa sana, na uzuri wa utajiri wa hisa ni kwamba hauna kelele. Hauna kelele kwa maana gani? Wewe ukiwa na biashara bilioni 1 mtaani kwako watajua, wataona una magari mengi ya biashara yako, wataona ofisi imepanuka, wataona wafanyakazi wengi. Lakini kwenye hisa unaweza ukawa na hisa za thamani ya bilioni 100 na hamna anayejua. Hamna anayejua unamiliki hisa za bilioni 100, bilioni 10. Lakini ukiwa unamiliki biashara bilioni 2, bilioni 5, mambo ya kodi yatakuwa mengi, ndugu zako watajua mfanya biashara mkubwa, kwa shida zote watakuletea. Sizungumzii swala la kuwa mchoyo, hapana, ila nazungumzia uzuri wa utajiri wa hisa ni kwamba haupigi kelele. Yaani utajiri ambao hakuna atakayejua una utajiri mkubwa kiasi gani. Tofauti na ukiwa na biashara, kila mtu ataona unafanya kazi wengi, una magari mengi ofisini kwako, una safari nyingi za nje ya nchi. Huwezi kuwadanganya kwamba sina hela. So huo ni uzuri, lakini hisa pia ina riski kubwa sana. Nikutajie mfano. Kuwekeza kwenye hisa kuna hatari. Kuna watu wamewekeza hela na hisa zao wameshindwa kuuza. Kwenye hisa, kampuni ikifanya vibaya unashindwa kuuza hisa zake, kwa sababu ili ununue hisa lazima apatikane anayeuza hisa. Kama kampuni inafanya vizuri, kila mtu anataka kununua na kuuza hisa. Kama kampuni inafanya vibaya kwenye soko la hisa, hakuna anayetaka kununua, ila watu wanataka kuuza kampuni zinazofanya vibaya. Intelligent investor anaelewa kwamba hujauza hisa, hujapata hasara. Kama umenunua hisa moja ikiwa ni 1,000, ikashuka ikawa 500, kama haujauza hiyo hisa, haujapata hasara. Ukiuza unapata hasara. Na mara zote kwenye hisa inayopanda kuna siku tu itashuka. Yaani hisa inayoshuka kuna siku tu itapanda. Kwa hiyo usiogope, yani wewe ikishuka tu unataka kuuza, hapana. Mwekezaji mzuri ni yule mwekezaji ambaye anafanya utafiti na anajua kwamba hii inashuka, kuna siku itapanda. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Nikupe mfano, nimekwambia kwenye uwekezaji kwenye hisa ni uwekezaji wenye hatari pia, na kuna watu wamepoteza pesa nyingi kwenye hisa. Kwenye hisa kama ambavyo nimekwambia, unaweza ukaweka milioni 10 leo. Baada ya mwaka milioni 10 ikawa milioni 100. Ndani ya miezi 12 ikatoka milioni 10 mpaka ikawa milioni 100. Vivyo hivyo unaweza ukaweka milioni 10 leo. Ndani ya miezi 12 ikatoka milioni 10 ikawa 500,000. Ikatoka milioni 100 ikawa milioni 12, milioni 5. Kutoka milioni 100 ndani ya miezi 12. Ni vitu ambavyo vinawezekana. Lakini moja ya malengo yako kwenye uwekezaji kwenye hisa, usiwekeze, na hili ni angalizo kubwa. Usiwekeze kwenye hisa pesa ambazo unazihitaji ndani ya muda mfupi ujao. Uwekezaji wa kwenye hisa ni kwa ajili ya malengo ya muda mrefu. Nazungumzia malengo ya miaka, angalau miaka 3, 5 na kuendelea. Kama una pesa ambayo unajua unahitaji ndani ya miaka 2, mmoja, usiwekeza kwenye hisa, itakula kwako. Kama unawekeza pesa kwenye hisa, wekeza pesa kama una malengo ya miaka 4, 5 na kuendelea. Sio chini ya hapo. Chini ya hapo, wekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambayo ina hatari kidogo, kama mifuko ya uwekezaji wa pamoja kama UTT na mifuko mingineyo. Hiyo ni mifuko ambayo unaweza kuwekeza leo, hata ukatoa hela baada ya mwezi mmoja na hamna hasara yote unayoipata. Kwenye hisa ukiwekeza leo, baada ya mwezi ukitaka kutoa hela, kuna uwezekano mkubwa ikawa imeshuka au inaweza ikawa imepanda. Hisa inashuka na kupanda, tofauti na kwenye uwekezaji wa pamoja kama UTT au uwekezaji wa hatifungani kama za serikali, hazipandi na kushuka mara kwa mara. Sasa nataka nikutajie mifano ya performance ya baadhi ya kampuni. Nimekutajia kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, zipo kampuni nyingi ambazo unaweza ukanunua hisa zake. Lakini kuna kampuni hazifanyi vizuri na kuna kampuni zinafanya vizuri. Sasa hapa nitazitaja baadhi ya kampuni ambazo ziko katika soko la hisa la Dar es Salaam. CRDB, NMB, Maendeleo Benki, Mkombozi Benki, kuna Twiga, kuna Swissport, kuna Precision Air, kuna TBL, kuna DCB, kuna Tetepa, kuna Vodacom, kuna TCL. Sasa nitakutajia performance ya kampuni, baadhi ya kampuni ambazo kwa miaka 10 watu wamepoteza hela. Kuna kampuni hapa, kwa mfano kuna Swissport, ndani ya miaka 10 kutoka 2016 mpaka 2026 hisa zimeshuka kwa 55%. Kuna Precision Air hisa zimeshuka. Kwa yani nikisema zimeshuka kwa 55%, ina maana aliyowekeza milioni 100 na milioni 50, aliyowekeza milioni 1 na 500,000. Ndio maana ya kushuka kwa 50%. Kwa kuna kampuni zimefanya vibaya ndani ya miaka 10 kutoka 2016 mpaka 2026. Kuna kampuni zimefanya vizuri. Kuna kampuni mwaka 2016 ilikuwa hisa moja ilikuwa 300. Sasa hivi hisa moja ni 2700. CRDB hiyo. Mwaka 2016 Maendeleo hisa moja ilikuwa 600. Sasa hivi Maendeleo hisa moja, I think, ngoja niangalie kwa leo Maendeleo Benki hisa moja leo ni shilingi ngapi? Tuone hapa. Kwa hiyo hisa bwana sio tu nzuri, pia kuna watu wanaumia kama utawekeza kwa kukurupuka, bila kuwa intelligent investor, bila kufanya utafiti wa kutosha. Umeona
Kwa lazima uwe ni intelligent investor. Kwa kuna kampuni ambazo hisa zake zimeshuka. TBL hisa zake zimeshuka, TCC zimeshuka, Twiga Twiga hazijashuka. Hizo ni kampuni tu. Na hizi data ninazokuambia jamani, naweza nikaa leo nasema hii hisa zimeshuka lakini kesho zikapanda. Itategemea na wewe video unaangalia lini. Kama unaangalia hii video mwaka mmoja baadaye, kampuni ambayo sasa hivi inafanya vibaya inaweza kaa inafanya vizuri kwa wakati huo. Kampuni ambayo inafanya vizuri sasa hivi kwa wakati huo unaangalia video hii inafanya vibaya. Make sure unawatafuta wataalamu kukushauri kwa ajili ya uwekezaji, usio ukapoteza pesa zako. Kuna watu wamewekeza kwenye hisa milioni 10, leo hii ninavyoongea na wewe ana milioni 2. Kuna mwingine amewekeza milioni 100, leo naongea naye ziko milioni 60. Kutoka milioni 100 ashapoteza tayari milioni 40. Lakini kuna kampuni ukiwekeza ni ngumu sana kupoteza fedha zako. Ndio unahitaji kuzijua hizo kampuni. Ni ngumu sana kupoteza fedha zako kwa sababu hizo kampuni tayari zina wateja wengi, zina faida kubwa. Kwa hiyo ni ngumu. Yaani kwa mfano ili kampuni ikuletea hasara wewe, ina maana hiyo kampuni iwe haina wateja wengi au inafanya vibaya sokoni. Kwa sababu bei ya hisa inashuka kutokana na demand ya watu kupungua kutaka kununua hiyo hisa. So katika siku zingine nitaeleza nini kinapelekea watu kupoteza pesa kwenye soko la hisa. Ni video ambayo nitaitengeneza kwa siku zijazo. Asante sana kwa kunisikiliza mpaka wakati huu. Angalizo, kampuni yoyote ambayo nimeitaja hapa, whether nimeitaja nafanya vizuri au nimeitaja nafanya vibaya, usichukue ushauri wa moja kwa moja ukaenda ukawekeza. Mtafute mtaalamu kabla ya kwenda kuwekeza akushauri ni kampuni gani ya kuwekeza. Na wekeza kwenye soko la hisa kama tu unawekeza kwa malengo ya muda mrefu, yani hiyo hela unaiwekeza kwa malengo labda ya miaka 4, 5 na kuendelea. Hisa ni uwekezaji mzuri sana. Una riski ndio, lakini una faida. Kwenye uchumi tunasema the higher the risk, the higher the rewards. Unapowekeza sehemu ambako kuna hatari kubwa, pia kuna faida kubwa. Na riski kwenye hisa inapungua endapo unawekeza kwa malengo ya muda mrefu. Utaiona riski kubwa kwenye hisa kama unawekeza kwa malengo ya muda mfupi, labda ya miezi, mwaka mmoja, miaka 2. Hapo utaiona riski. Kwa sababu kampuni inaweza kai haifanyi vizuri kwa miaka hata 2, lakini mwaka wa 3 na 4 ikaanza kufanya vizuri. Kuna kampuni ya mawasiliano ilikuwa inazingua, kuna muda ikaanza kufanya vizuri. Kwa hata itoe gawio sasa hivi imeanza hadi kutoa gawio. Kwa hiyo kampuni zinapanda na kushuka mpendwa. Asante sana kwa kunisikiliza mpaka wakati huu. Tafadhali kama utahitaji mafunzo kwa wafanyakazi wako ya personal finance management, usimamizi wa fedha, unaweza kuwasiliana na mimi. Ninafundisha masuala ya fedha pamoja na biashara. Ni mtaalamu wa masuala ya fedha na biashara niliyethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini zaidi unaweza kusoma vitabu vyangu. Nimeandika vitabu 4 vya masuala ya fedha na uwekezaji na biashara. Cha kwanza ni hiki kinaitwa Kanuni 20 za Fedha, kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Make sure unasoma kitabu hiki, utaelewa aina mbalimbali za uwekezaji. Leo tumezungumzia uwekezaji kwenye hisa, lakini humu nimeeleza aina nyingine za uwekezaji, uwekezaji kwenye hatifungani, uwekezaji ambao hauna hasara kabisa. Yaani ukiwekeza fedha zako ni uhakika wa 100% utapata faida. Kwa hiyo kuna wale watu ambao tayari mmeshakuwa watu wazima, huwa hatushauri sana kuwekeza kwenye hisa. Mtu ambaye tayari una zaidi ya miaka 70, 80 au 80. Kuna kanuni ambayo inaweza ikakuongoza uwekeze wapi. Kuna kanuni ambayo chukua 100 toa umri wako. Jibu utakalopata ndo 1% ya hela ambayo unatakiwa uwekeze kwenye hisa. Kwa mfano, kama una miaka 70, chukua 100 kutoa 70, unapata 30. 30% ya kipato chako ndo wekeza kwenye hisa. Kama una miaka 30, chukua 100 kutoa 30, napata 70. 70% ya kipato chako wekeza, ya akiba yako wekeza kwenye hatari, miradi ya hatari. Sio, unaelewana mpaka hapo? So hiyo ni kanuni ambayo inaweza kukusaidia. Kwa sababu kama una umri mkubwa sana, wekeza akiba yako kubwa kwenye maeneo ambayo hayana hatari. Kama umri wako ni mdogo, ni kijana, wekeza akiba yako kubwa kwenye riski, kwa sababu una muda wewe. Riski nyingi zinapungua endapo unawekeza kwa malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo kwenye kitabu hiki utajifunza uwekezaji kwenye hisa, kwenye hatifungani, sasa serikali, utajifunza uwekezaji wa pamoja ambao ni uwekezaji rafiki kwa watu wenye kipato kidogo, 5,500, 10,000. Nimeeleza na aina nyinginezo za uwekezaji. Kwa soma hiki kitabu, kitakufaa sana. Ni 20,000. Lakini pia nina kitabu kingine cha masuala ya biashara na ujasiriamali. Kama unataka kufanikiwa kwenye biashara na ujasiriamali, soma kitabu hiki, kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Nimeandika kitabu pia kingine kipya cha masuala ya fedha, kinaitwa Akili ya Fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Ni 25,000. Kitabu changu kipya, kina mambo mengi yatakayokufaa. Na pia na kitabu kingine kinaitwa Nguvu ya Kujua, kinaeleza mambo 16 unayopaswa kuyajua na kuyazingatia. Tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili wa kwanza kupata taarifa tunapokea somo jipya. Kupata vitabu nilivyovitaja hapo au kupata ushauri kabla ya kuwekeza, piga namba za simu unazoziona katika screen. Ukipiga ukiona hujapokelewa, tuma message, unataka tukuhudumie na kusaidia kwenye jambo gani. Kwa mawasiliano ya kupata vitabu hivyo, piga namba za simu unazoziona kwenye screen. Lakini bwana, pia kama wewe ni mfanyabiashara bwana, tuna mfumo ambao utakusaidia kusimamia biashara yako
kwa njia ya simu, kwa application au kwa njia ya kompyuta. Mfumo wetu ni rahisi sana na uhitaji kuwa na ujuzi wa kiuhasibu. Mfumo wetu, bidhaa ikikaribia kuisha, mfumo unakutumia ujumbe. Bidhaa ikiisha, mfumo unakutumia ujumbe. Mfumo unakuonyesha bidhaa zinazotoka sana, yani fast moving product, na mfumo unakuonyesha bidhaa ambazo hazitoki sana. Pia mfumo utakuonyesha bidhaa zenye faida kubwa na bidhaa ambazo hazina faida kubwa. Mfumo wetu pia utakuonyesha royal customer, wateja wako wazuri, wakubwa ambao wanajirudia rudia, ambao unatakiwa pengine uwape ofa. Mfumo pia utakuonyesha trend ya ukuaji wa biashara yako kwa asilimia, yani imekuwa mwaka huu kwa asilimia ngapi na kwa kiasi gani. Utaona mfumo wetu, yani mfumo wetu ni mzuri sana, na mfumo wetu utakusaidia kusimamia biashara yako hata kama haujafika kwenye biashara yako kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama unahitaji mfumo wa kusimamia biashara yako, tafadhali wasiliana nasi katika namba za simu unazoziona kwenye screen. Zama za kupiga mahesabu, zama za kuandika taarifa ya biashara na stock kwenye madaftari na Excel zimepitwa na wakati. Kwa sasa unaweza kutumia mfumo wetu unaoitwa Biashara Soft kusimamia biashara yako kwa njia ya smartphone au kompyuta yako. Asante sana. Nifuatilie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Asante sana, hadi wakati mwingine.